Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, ameendelea kutoa matamshi makali dhidi ya Marekani, akisema hatua za Washington za kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano zimeonyesha kuwa ahadi na saini ya Rais wa Marekani Donald Trump hazina uaminifu wowote. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kupanda baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamejaribu kupunguza mapigano kushindwa kudumu, hali iliyosababisha pande hizo mbili kuanza tena mashambulizi ya kijeshi. Katika taarifa yake ya maandishi iliyotolewa jana Jumamosi, Julai 18 mwaka 2026 na kusambazwa na vyombo vya habari vya serikali, Khamenei amesema Marekani imekiuka mara kwa mara makubaliano ya maelewano yaliyofikiwa kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa Iran, ukiukwaji huu umeonyesha kuwa serikali ya Marekani haitimizi ahadi zake na kwamba makubaliano yote yanayofikiwa na Washington yanaweza kuvunjwa wakati wowote. Khamenei amesema saini ya Rais wa Marekani Donald Trump katika makubaliano hayo haina thamani kabisa na haina uaminifu, akidai kuwa Marekani imeonyesha kutokuwa tayari kuheshimu masharti yaliyokubaliwa. Amesema hatua hizo zimeharibu kabisa imani ya Iran kwa serikali ya Marekani na zimeongeza mashaka kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya katika siku zijazo. Kauli hiyo imekuja baada ya Washington na Tehran kuanza tena kubadilishana mashambulizi kufuatia kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano wiki iliyopita. Makubaliano hayo yameongeza hofu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kwamba hali inaweza kurejea katika vita vikubwa vya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kijeshi. Katika ujumbe wake, Khamenei ameonyesha kuwa Marekani inapaswa kufahamu madhara ya kuendelea na kile alichokiita uchochezi wa vita. Amesema Iran pamoja na washirika wake wa kikanda wana uwezo wa kutoa majibu ambayo Marekani haitasahau, akirejelea kile Tehran inachokiita muhimili wa upinzani unaojumuisha makundi yanayounga mkono Tehran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Wakati adui wa Marekani anapotafuta kuchochea vita na kubeba matokeo yake makubwa zaidi, inapaswa kujua kwamba taifa la Iran na muhimili wa upinzani una masomo yasiyosahaulika ya kumpa, alisema Khamenei katika taarifa yake. Kauli hiyo inaonyesha kuongezeka kwa msimamo mkali wa Iran dhidi ya Marekani baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na pande zote mbili. Iran imekuwa ikisema kuwa hatua zake za kijeshi ni jibu dhidi ya mashambulizi ya Marekani, huku Washington ikisema operesheni zake zinalenga kulinda wanajeshi wake, washirika wake na kuzuia vitisho vya kijeshi kutoka Iran. Mvutano huo umefanya hali ya usalama katika eneo hilo kuwa tete zaidi, huku nchi za Mashariki ya Kati zikiwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa mapigano kuenea zaidi. Baadhi ya mataifa eneo hilo yamekuwa yakihofia kuwa mashambulizi kati ya Iran na Marekani yanaweza kuathiri usalama wa njia muhimu za biashara na usafirishaji wa nishati duniani. Kwa muda mrefu, uhusiano kati ya Iran na Marekani umekuwa wa historia ya migogoro, kuanzia masuala ya migogoro ya nyuklia, vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, hadi mvutano kuhusu ushawishi wa Iran katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kunaweza kufanya hali kuwa ngumu zaidi, hasa ikiwa pande zote mbili zitaendelea kuongeza mashambulizi badala ya kurejea kwenye mazungumzo. Hatua yoyote kubwa ya kijeshi inaweza kusababisha mzozo mpana zaidi unaoweza kuhusisha washirika wa Iran na Marekani katika eneo hilo. Kwa sasa Iran inaendelea kusisitiza kuwa haitarudi nyuma mbele ya kile inachokiita shinikizo na mashambulizi ya Marekani, wakati Washington nayo imeonyesha kuwa itaendelea kuchukua hatua za kijeshi pale inapodai kwa maslahi yake au usalama wa wanajeshi wake unatishiwa. Hali hii imeacha eneo la Mashariki ya Kati likiwa katika hali ya taharuki, huku dunia ikisubiri kuona kama pande hizo mbili zitaweza kurejea kwenye diplomasia au zitaingia katika mzunguko mwingine wa mapigano makubwa zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.